Watukufu wa Islamu, mwanzo walikuwa wanajua ya kwamba ile milima imekaa tu hivi juu ya mgongo wa ardhi. Walikuwa wanajua kwamba ile milima imekaa tu pale juu ya mgongo wa ardhi. Walikuwa wanajua hivyo. Professor Frankie Press, huyu ni professor wa geology katika chuo kikuu cha Marekani, akasoma kwenye Qur'ani katika surati An-Naba, sura ya 78 aya 6 mpaka 7. Qur'ani ikasema, alam naj'alil ardha mihada, je, hatukuifanya ardhi kuwa ni tandiko? Waljibala autada, na milima kuwa ni vigingi vya kuishikilia ardhi. Kigingi ni kipande cha chuma au mti kilichochukuliwa kikapigiliwa juu ya mgongo wa ardhi. Nusu ya kile kigingi kinaingia chini ya ardhi, ndio kinajishikiza. Ukimchukua mnyama ukamfunga, anapojaribu kutoka anashindwa. Kinachomzuia ni nini? Ni ile sehemu ya kile kigingi iliyokuwa imekwenda chini ya ardhi, imejishikiza chini ya ardhi. Akawaambia wanajiolojia wenzake, sisi tumesema ya kwamba milima imekaa tu hivi juu ya mgongo wa ardhi. Qur'ani inasema hapana, hii milima ina sehemu ambayo iko chini ya ardhi, imejishikiza hii milima. Tufanye utafiti. Mwaka 1966 wakaja Tanganyika, wakaufuata mlima Kilimanjaro. Walikwenda dunia mzima. Kwanza walianza na milima mirefu tu duniani iliyokuwa barani na baharini. Wakaja mlima Kilimanjaro, wakaufanyia uchunguzi na milima mingine. Wakaja wakagundua ya kwamba ule mlima katika urefu wake ule, milima yote alivyoiumba Mwenyezi Mungu, basi upime ule mlima urefu wake, alafu ugawanye mara mbili. Ile nusu yake nyingine utakayoipata pale katika urefu wa ule mlima ndio inakuwa iko chini ya ardhi, imejishikiza. Kama ile milima ingekuwa imekaa tu kama zilivyokaa hizi maiki, na hilo dude lenyewe ambalo milima imekaa juu yake linakwenda kwa kasi ya mwendo wa maili 1000 kwa saa, ile milima ingalianguka. Wakasema ya kwamba tulikosea. Kitabu chao kinaitwa F. Wakasema tuandike F nambari 2 kwa kuitegemea Qur'an, kusahihisha yale ambayo sisi tulikuwa hatujui kuhusu habari ya milima. Wakaandika kitabu kingine F namba 2. Wakakusanyika madaktari bingwa dunia mzima wa geology, akiwepo Professor Frankie Press, akiwepo Professor Alfred Kroner. Huyu Alfred Kroner anatoka chuo kikuu cha Ujerumani, Johannes Gutenberg Mainz. Huyu ni mkuu wa idara ya geology katika chuo kikuu cha Ujerumani. Wakakusanyika hapo na mabingwa wengine, wakaandika kitabu kingine. Wakasema ya kwamba ikiwa mwanzo tulikosea, ilikuwa hatujui maumbile ya milima, Qur'ani imetuonyesha. Kwa hiyo habari yote sasa hivi ya kuhusu milima tuandike kwa kutegemea kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Lakini hawa wote hawajaslimu. Surati An-Namli aya 88, Qur'ani kasema, wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay innahu khabirun bima taf'alun. Sadaqa Allahu al-azim. Munaiona milima imetulia? Hapana, angalia Qur'ani. Wa hiya tamurru marra sahabe, hiyo milima inakwenda kama yanavyokwenda mawingu angani. Unavyoyaona yale mawingu yanavyopeperushwa,
na upepo yanakwenda, basi na milima nayo hali kadhalika ni hivyo hivyo inakwenda. Sun'a Allahi alladhi atkana kulla shay'in, hii ndiyo sanaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekitengeneza kila kitu. Hakika yeye anazo habari ya mambo yote na anayajua yote mnayoyafanya. Katika physics kuna kitu wanaita acceleration, ni tabia ya mtu kuwepo ndani ya kitu, ya chombo, alafu kile chombo kikawa kinakwenda kwa kasi sana, alafu ile kasi usiione. Ile ni kutokana na ukubwa wa chombo na uimara wa chombo na uzito wa chombo na udogo wako wewe uliokuwa ndani ya kile chombo, na kuto kuona nje ya kile chombo. Dunia ni kubwa, sisi tumechukuliwa, tumewekwa katikati. Sasa inapokuwa inakwenda katika ile kasi yake, zile nguvu za uvutano za dunia pamoja na milima na uzito wa dunia na ukubwa wa dunia na ule udogo wetu sisi, vitu hivi ndivyo vinavyotuzuia sisi tusione lile dude wakati linakwenda. Na kama sisi tungekuwa tunauona ule mzunguko wa dunia inavyozunguka, tusingeliweza kukaa ndani ya dunia. Ni kama vile mtu anavyoingizwa kwenye bembea akazungushwa kwa nguvu, akishuka akisimama atayumba. Kwa sababu gani? Lile bembea wakati linazunguka, ule mzunguko aliuona. Sanaa iliyotumika pale ndiyo hicho kitu kinachoitwa acceleration, ni kuwa ndani ya chombo kinakwenda kasi, lakini wewe uliokuwa ndani ya kile chombo usione ile kasi. Hiki ndiyo kitu alichokifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islamu, sasa hivi wanajiolojia walihoji ya kwamba Qur'ani inasema kwamba kitakapokuja kiyama, milima itapeperushwa angani kama mavumbi au kama sufi au kama pamba. Jambo hili ni kweli? Mlima kama Kilimanjaro uwe umeng'olewa kutoka mahali pake ulipokaa ukapeperushwa juu angani kama vumbi au kama pamba au kama sufi inavyotolewa ndani ya kokwa yake. Wakaja wakagundua ya kwamba zile nguvu za uvutano za dunia, ile gravity force yake, kila siku inapopita siku moja, ile gravity force inapungua. Kila siku ikimalizika, ile gravity force inapungua. Sasa hivi dunia imekwisha kuwa bibi kizee au babu kizee. Kwa sababu gani? Ile gravity force iliyokuwepo wakati mwanzo inaumbwa dunia na wale waliokuja mwanzo ni tofauti na sasa hivi. Wakati ule ile gravity force ilikuwa ni kubwa, na sasa hivi gravity force imekuwa ni ndogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, anawazungumzia watu wa Adi, anasema allati lam yukhlaq mithluha fil biladi, hatukupata kuumba watu wa namna hiyo mfano wao katika miji mingine. Hata yale majengo yao waliojenga
Watu wa sasa hivi, sisi katika karne ya 20 na 21 tunajiuliza kwamba je, wakati ule walipokuwa wanajenga haya majengo, teknolojia ya winji ilikuwa tayari imevumbuliwa katika dunia ya kunyanyua vitu vizito? Yale mabaki yaliyokutwa ya yale majengo, unakuja kukuta ya kwamba lile tofali lake moja kama kontena. Kuna mji unaitwa Iram State, ni katika miji ya kina Adi, na yale walikuwa na majengo marefu kama leo tunavyoshangaa sisi huko Marekani. Haya mambo yalikwisha fanywa katika miongoni mwa maajabu ya dunia, ni ile Iram State. Sasa yale matofali yamepandishwa, tofali moja juu ya lingine, juu ya lingine, juu ya lingine, na tofali moja ukubwa wake ndio kama hivyo. Je, watu hawa walikuwa na nguvu za namna gani? Na je, ile teknolojia ya winji ilikuwa tayari imekwisha vumbuliwa katika dunia? Jambo lile lilifanyika, ilikuwa bado teknolojia ya winji haijavumbuliwa katika dunia, isipokuwa wale watu, kutokana na gravity force iliyokuwepo kwa wakati wao. Ile dunia ilikuwa ni kijana kwa wakati wao, na wale watu ilibidi waumbwe katika mfumo wa ile nguvu ya gravity force iliyokuwepo wakati wao. Mtu asubuhi anakula mbuzi mmoja, mchana mbuzi mmoja, jioni mbuzi mmoja. Hawa watu walikuwaje maumbile yao? Sasa kila siku inavyokwenda, ile gravity force inapungua. Inapopungua, na wale viumbe waliomo ndani ya dunia wanapunguzwa. Angalia maumbile yetu sasa hivi, nguvu zetu. Wanasema ile gravity force itafika siku itakuwa zero, chini ya zero. Ikishakuwa hivyo, milima itang'oka toka katika sehemu zake, itapeperushwa juu angani kama mavumbi. Ile gravity force itafika sefuri, chini ya sefuri. Ikishakuwa hivyo, ndio itatokea kitu alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a yauma yakunu nasu kalfarashil mabthuth wa takunu aljibalu kal'ihnil manfush. Milima itakuwa kama sufi au kama vile pamba iliyochambuliwa kutoka katika kokwa yake, itapeperushwa angani. Leo watu wanatoka Amerika na Ulaya wanakuja Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro, kuja kuuangalia mlima Kilimanjaro. Wataukuta umekuwa kwao kitakapokuja kiyama. Wanasema a model of the future of the universe in which it stops, it expands and ultimately collapse itself due to the force of gravity of its constituent parts. Ni jambo ambalo linalohusu hatima ya ulimwengu huu na hatima ya dunia hii, ambapo wakati itashindwa kutanuka na hatimaye itaangamia. Kwa sababu gani? Ile gravity force itakuwa ni zero, chini ya zero. Ikishakuwa hivyo, ule mvutano wake wenyewe, ule wa vitu vilivyokuwa ndani ya dunia utabadilika. Ndiyo watu waliokuwa ndani ya dunia wataiona ile dunia inanyofolewa, inabomolewa, kama vile pamba inavyonyofolewa na mkulima au sufi kutoka kwenye kokwa lake. Na wakati huo watu wataona kwa macho yao milima ikipeperushwa angani kama mavumbi.
Sasa hivi wanasayansi wanasema jambo hili lipo, litatokea. Ni ile gravity force itakuwa zero chini ya zero. Ikishakuwa hivyo, milima itang'oka, itapeperushwa angani. Sayansi inakubali ya kwamba kiyama kipo, na wanasayansi wanakubali ya kwamba kiyama kipo. Mwisho wa ulimwengu huu wanakubali ya kwamba upo. Watukufu wa Islamu, kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi, katika darasa letu tunaishiria hapa. Hatujaanza pale kueleza wabaraka fiha, na akavibarikia vitu vyote vilivyokuwepo juu ya ardhi na ndani ya ardhi. Waqaddara fiha aqwataha, na akakadiria nyakati zake, na si nyakati tu, akakadiria vile vile ndani ya ile ardhi maji, akakadiria pia na hewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ule uumbaji wake, na akaweka yale matabaka baina ya mbingu na ardhi, yakawekwa kama vile troposphere, stratosphere, ionosphere, yakawekwa ambayo yana kazi maalum ndani ya ile dunia. Darasa kwa siku zilizopangwa hapa, kwa leo tunaishiria hapa. Viongozi kama wataona wenyewe kwamba waturudi tena, basi mtapewa taarifa. Na washukuru ndugu zangu Waislamu, tokea jana mpaka leo kukaa na kusikiliza hizi darsa za sayansi ndani ya Qur'ani. Inabidi lazima tueleze haya, tuwaonyeshe Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu kwamba Qur'ani ni kitabu cha namna gani. Na ndugu zetu wa chuo kikuu cha Morogoro cha Kiislamu MOM wametoa hiki kitabu. Hivi vitabu viko juzuu 7. Sasa hivi kimetoka hii juzuu ya kwanza, Qur'ani msingi na dira ya science na teknolojia. Kitabu hiki kimepitiwa na maprofesa na madaktari, na wamekusanya mambo mengi wakaweza kuyaeleza, kuwafahamisha watu ya kwamba yote yanayofundishwa mashuleni ni tafsiri ya Qur'ani.